kwamba tunapeleka mbele sasa kwa hatua nyingine, na kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake unaomba kuidhinishiwa bajeti ya mwaka 2026/27 ya jumla shilingi bilioni 992 milioni 661 laki 565,532. Hii ikiwa ni fedha kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo matumizi ya maendeleo ya jamii zetu pamoja na mishahara kwa watumishi ambao wanatumikia kazi hiyo. Kwa hiyo ndugu wajumbe wa kikao hiki, nawashukuru sana na tunaomba tukipigie makofi kwa kazi hii kubwa ambayo mnaifanya. Lakini pia tumekuwa na kikao chetu muhimu sana cha Road Board, na wajumbe wenzetu tumeongea mambo mengi na ambayo secretariat pia kupitia katibu tawala wetu wa mkoa wataandika vizuri mambo yote ambayo yameelezwa kwa maslahi mapana ya mkoa wetu. Na jambo kubwa ambalo kwenye TANROADS pamoja na TARURA, moja ni lazima tuharakishe kwenda kuzisajili barabara ambazo ziko nje na mitandao ya TARURA au TANROADS ili pia ziingie kwenye mtandao wa kilomita za katika mkoa wetu ambazo pia zitasaidia kuakisi bajeti au mgao wa bajeti ambao tutapewa kwa mwaka mwingine wa fedha. Na hili sasa tuliulizana hapa kwamba je, tunajipa muda gani, pamoja na ile swali jingine ambalo tulikuwa nalo. Lakini vile vile tumekubaliana kwamba kuna umuhimu mkubwa sana sasa wa kupata maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya DMDP kwa kijimbo. Na nikisema kijimbo manake tumekubaliana kwamba isizidi wiki moja. Katibu tawala anasema wiki mbili, lakini wiki moja inatosha. Kwamba tupate kwenye kila jimbo utekelezaji wake ukoje. Na utekelezaji, nadhani katibu tawala mkoa ungeandaa kwa kitu fulani ambako katatusaidia kuwaongoza namna wanavyopaswa kutulipotia. Moja, barabara hiyo ni na kilomita ngapi, inatengenezwa kwa mfumo upi, bajeti yake ni shilingi ngapi, mkandarasi ni nani, amepewa shilingi ngapi na hajapewa shilingi ngapi, je, kwa kuna certificates alizozirise ama hajazirise, na percent ya kazi kwa sasa na expected percent za kazi hiyo kwa sasa. Kwa sasa kazi inawezekana ikawa ni 20%, lakini tulitegemea kwamba wakati huu percent hiyo ya 60%. Sasa kwa mantikio tupate hiyo taarifa ili katusaidie pia kwa wananchi wenzetu tunapowasilisha kuhusiana na mwenendo wa utekelezaji wa miradi hii ya DMDP na hasa hii awamu ya pili. Lakini tumekubaliana pia kwa baadhi ya majimbo kuhusiana kuendelea tena kustruggle ili kutoe na fedha zaidi. Kwa mfano jimbo la Kivule kwamba hana kabisa barabara ya lami. Hili ni jambo la muhimu mno, kwa sababu tunaposema maendeleo kijimbo, manake ni muhimu pia kila mwananchi abebe ile national cake, kwamba lazima aone ile keki ya taifa namna ambavyo inafanya kazi kwenye maeneo yao. Kwa hili jambo moja la muhimu na ambalo ni muhimu sana pia kuweza kulichukulia. Kwa maana jambo jingine la muhimu tulisema umuhimu wa push ile hoja yetu ya kutengeneza mfuko wetu hapa unaotaka kusaidia masuala ya barabara. Ni muhimu sana kwa sababu tumekwenda maeneo mengi, tumeona malalamiko makubwa barabara yapo. Kwa hiyo hii ni hoja kama ambavyo wajumbe wenzetu walisema ilishakuwepo tangu miaka miwili imepita, lakini mpaka sasa katibu tawala bado hatujapata any progress. Sasa ni vizuri pengine tukalisukuma, na hii yote hii ni kwa umuhimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mtu asija kadhani kwamba labda tunajipendelea. Ni umuhimu wa mkoa wa Dar es Salaam. Dar es Salaam imeshajikuza na imefikia mahali ambapo ukicheza kidogo unaweza kukuta mambo mengine yote ufanikiwe. Leo Dar es Salaam lori likiziba barabara kwa muda wa dakika 20, disaster yake unakuta magari yanaanzia Posta
mpaka Kimara, dakika 20. Lakini dakika 20 hizo hizo gari kiziba barabara, pengine mkoa mwingine wote unaweza kukuta pengine hiyo foleni haiathiri kwa sehemu kubwa sana. Sasa hapa pana hilo tatizo kubwa ambalo lazima tulifanyie kazi ili mkoa wetu uendelee kubeba taswira kama ambavyo wengine wamesema, taswira ya nchi, na hapa inabeba pia taswira ya kidiplomasia. Viongozi wote wanapotoka kwenye mataifa mengine wanaitambua sana Dar es Salaam kama ndio sehemu na kama ndio hub kubwa ya kiuchumi. Lakini mambo yote haya ambayo pia yamezungumzwa pia na waheshimiwa wabunge na wajumbe wengine, masuala miundombinu vis-a-vis na mafoleni ambayo ni beyond necessity. Kama nilivyosema, mimi juzi nimerusha tudongo tu la kawaida tu. Unajua wakati fulani tunazungumzia mambo ya sijui Kolola, na wakati fulani unakuta wananchi wanajaa, wanakuwa na hasira na Kolola, lakini yote hiyo ni kwa sababu ya tuna lack knowledge ya tafsiri ama knowledge ya fasiri. Ukitafsiri jambo kwa tafsiri sisisi katika semantiki yoyote ile, yaani maana yake utakuwa tutafsiri neno kwa neno, kwa haraka haraka unaweza kadhani mkuu wa mkoa alimaanisha hiyo Kolola ambayo ninyi mnaiona. Lakini ukitanua wigo ukaenda katika maana halisi sasa iliyotawanyika, mle ndani kuna package ya vitu vingi. Ndio maana wengine unakuta sasa mbona namba A inaweza kawa ni nzuri kuliko namba E, yaani anakwenda kwenye namba hiyo. Ni translation au tuseme ni fasiri ya tafsiri ya neno kwa neno bila kuunganisha hivyo vipande. Sasa katika ulimwengu wa maana lazima ujitanue kwamba hivi mkuu wa mkoa anamaanisha nini. Kwa mfano, nimesema barabara zetu hata tukiziboresha kwa namna gani, kama hatutakubaliana kitu gani kipite wapi, kitu gani kisipite wapi, foleni hizi zitaendelea kuishi mpaka Mtume Muhammad atakaporudi. Na nimewaambia kwamba leo ukienda kwenye nchi za wenzetu, na sisi bado tunasafiri na nyinyi mnasafiri, tujifunze tufanye copy paste katika mji wetu, unakuwa huu mji. Lakini leo hii askari barabara wanalalamika, wakati fulani wanashindwa hata kumanage mapikipiki. Tumeweka mengi, mabajaji, magari na kila kitu. Kwa mfano kwenye barabara kuu, nikupe tu mfano mdogo sana. Leo basi sijui lina mita ngapi ile basi. Leo yale mabasi ambayo yanapaki stendi ya Magufuli pale, kwa hii njia ya huku, tumeruhusu wenyewe yale mabasi leo yamezagaa mjini. Lakini kwa sababu gani? Tukisema hebu turudi kule katika utaratibu wa kawaida, yuko mwananchi wa Kigamboni sasa, hapana mheshimiwa mkuu wa mkoa, huku ni mbali, naomba basi yawe karibu. Lakini ukaribu wa jambo leo, hata ukienda kwenye mataifa mengine huko, stendi ya station ya Magufuli itabaki pale pale, wala haiwezi kuelekea labda Kigamboni au itabaki pale pale, na kama unataka kusafiri utaifuata pale. Ukizungumzia airport itabaki pale pale, ukitaka kusafiri maana kuiwahi pale, na stendi ni hivyo hivyo. Tutatengeneza stendi kubwa katika kila mahali, kwa mfano Magufuli, Mbagala, kule Bunju, kwa ajili ya kusave na kufidi hayo mabasi mengine. Lakini utaratibu ni kwamba basi kubwa likishafika pale, wamiliki wa mabasi wanapaswa kuwa na mabasi madogo ya kutoa huduma kwa wananchi wao waliopanda mabasi yale kuingia mjini. Sasa ukizungumzia jambo hilo, mkuu wa mkoa unaonekana kama mshamba, unaonekana kama vile wewe unataka kukatili biashara za watu. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kuendesha mkoa kwenye uholela wa kudumu na ukajiita kiongozi. Hiyo haiwezekani, haiwezi kuwa. Kwa hiyo ukichukulia basi urefu ule, ukachukulia malori yana matela yake. Kuna lori ina pulling na tela mbili zile kubwa ndo mbele si nyuma. Kuna lori ni dengla ambayo na yenyewe inasukuma mbili lakini ndogo inakuwa nyuma. Kuna flatbed ambayo pia ni ya kawaida. Sasa yakiongozana yenyewe matupu humo barabarani. Kama hatujafanya ubunifu wa namna gani malori haya yaweze kuingia kwenye miji yetu hii, tutaendelea kulalamika sana. Kwa hiyo TANROADS, mimi kila nikifikiria kama wenzangu walivyozungumza hapa, tunahitaji kuwa na proposal ya bypass ambazo zitasaidia malori tu kupita, pengine na magari mengine, ila haya mengine yabaki
Leo hii saa moja pita hii njia Mandela Road haitamaniki. Na ndio maana wakati ule mnakumbuka malori yalianza kuruhusiwa kutoka Kibaha kuingia huku mjini kuanzia saa 3 asubuhi. Lakini leo saa moja malori hata yamekushajaa. Lakini hoja nyingine ni hata parking tu za malori. Kuna siku moja mimi niwahi kusema huwezi kumiliki malori hauna parking wewe mwenyewe. Ni sawa na mgogoro wa wakulima na wafugaji. Unajiita mfugaji, unategemea ranchi ya taifa. Lazima wewe mwenyewe uanze angalau kumiliki eneo hata dogo, ili hata kama serikali imebadilisha policy katika maeneo yake, wewe ubaki kwa mfugaji. Sasa hata katika jambo hili la masuala ya parking za malori, muda wote wanatumia parking, wanatumia road reserve za TANROADS. Sasa kinachofanyika, machinga ameziba barabara, bodaboda imeziba barabara, maguta yameziba barabara, malori yameziba barabara, wanywa gongo wameziba barabara. Sasa mwisho wa siku tunasema sisi ni viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Ikitokea disaster ya aina yoyote, mimi nilikuwa pale Kariakoo wakati jengo lile linadondoka, we used almost not less than 2 hours. Tuna struggle namna kuingia jengo dogo ambalo leo ukiangalia mifano ya nchi za Irani na nchi pengine zingine huko za Israeli huko, kinachotokea kule ni kwamba sisi Mwenyezi Mungu aendelee kutuepushia. Sisi tume struggle zaidi ya masaa mawili, tuna struggle namna kuingia pale, ondoa jambo hili, ondoa jambo lile. Sasa tunapozungumzia leo, tunatakiwa kuendelea kuzifungua barabara. Mwingine anasema huyu DC sio kiongozi, huyu RC sio kiongozi. Sasa wewe machinga anafanya biashara kawaida, kama ile barabara ingefungwa pale, wewe ungefikaje pale? Haya, tunaelekea hospitali, barabara zimefungwa, utafanyaje? Kwa hiyo kuongoza mji na mkoa kama Dar es Salaam ambao una potential za namna hiyo, hatuhitaji kuargue sana na kuitanguliza siasa kwenye kila jambo. Tunahitaji mkoa wetu kuwa na new thinking katika masuala mazima ya unlock hizo changamoto. Na kama ambavyo wenzangu wamezungumzia, kwa mfano Mheshimiwa mbunge wa Bagara amezungumza hapa, ile hoja pengine ningeisema mimi mkoa kwamba tunataka labda Dar es Salaam labda hebu tuiongezee vipenyo vyake, mtu angesema hao jamaa wamelewa madaraka, wanataka kuwa na eneo kubwa la utawala. Lakini katika duniani kote, Dar es Salaam mnachokiona sasa hivi tunahangaika nacho sio issue ya mkoa, ni nature ina call. Inakwambia kabisa hapana, unapozungumzia Dar es Salaam hebu tazama mbele zaidi. Leo umeona tumesema bandari kavu iko pale Kwala, lakini angalia ni Kwala na hapa tayari pamesha kuwa karibu. Sasa kama na kweli unataka kumweka mwekezaji mkubwa aweze kutengeneza miundombinu ya lane na kila kitu, anasema mbona haitanilipa, mbona ni hapa na hapa tu. Kwa hilo nalo ni jambo ambalo tunaendelea pia kuliangalia, na katawala hilo tulichukue, tuwasiliane pia na Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI ili kwa mawasiliano makubwa zaidi kwanza kuendelea kuangalia. Tusigombane sisi kwa sababu tumeiona mikoa mingi ikiwa inaundwa upya, na Dar es Salaam haiundwi kwa kuifanya iwe tena segmented, yani iwe tena vipande. Nature Dar es Salaam kwa sasa inataka muunganiko. Wakati ukienda huko Geita, ukienda labda Kagera, ukienda wapi, unakuta kuna mahali kama nature inataka tuongeze mkoa. Lakini Dar es Salaam nature inataka ukusanye tena kwa pamoja ili angalau mambo mengine yaweze kufanyika. Kwa kila mahali panakuwa pana vitu vyake ambavyo vinastahili zaidi. Lakini jambo jingine sasa pia kwa TANROADS na kwa TARURA na kwa jiji na manispaa zingine zote, bahati nzuri wakurugenzi wako hapa. Ukienda katika mataifa yote, Dar es Salaam kwa mfano leo mna zile kampuni zinaitwa kampuni za kukamata wrong parking zile. Yaani zile kampuni sijui kama mmeshawahi kujua mnachopata nyinyi na wanachopata wao. Lile ni genge la corruption. Ni kubwa sana. Na genge kubwa sana la corruption. Vibaka na watu ambao hawahusiani ndio wanaoendeleza zile kazi. Sasa ukiangalia kwa mfano National Housing, majengo yote yaliyoko pale Kariakoo, majengo yetu sisi halmashauri tumewekeza maduka katika majengo yote, tumewekeza maduka. Sasa ukija kujiuliza, haya maduka yanayowekezwa hapa, watu wanaokuja na magari watapaki wapi?
Sasa tunakuwa na knowledge ambazo wakati fulani hatuangalii zile huduma zingine zitakazofuata baada hapo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hizi tuanze kuwekeza pia kwenye parking za kwenda juu, ambapo ukiwa na maparking ya kutosha ni rahisi kumwambia mtu hapa wrong park na unampiga fine. Ukienda kwenye nchi zingine nyingi sana, hata mapato wala wagombani, mapato ya nchi zao ni makosa mbalimbali ya watu. Nenda hata Finland kule, kila kitu kinachofanyika fine. Sasa hapo itakuwa ni jambo moja rahisi sana. Kwa leo ukiangalia ile Kariakoo yote mpaka nakwenda humo Posta humo, parking ni kama hatuna. Sasa mabasi magari yatakaa wapi? Hii Jangwani leo hii ambayo tunaizungumzia, bonde la Msimbazi ambao tunataka kulifanyia kazi vizuri, sijui kama tunaweza tukawa tunawaza hata masuala ya parking. Leo parking ni mtaji. Unaweza kutengeneza hata ukumbi wako vizuri, mzuri ukumbi, mzuri, lakini utasikia mtu vipi parking zipo. Tayari umekwama. Kwa hiyo tuanze kuangalia mambo ya parking jinsi yatakavyokuwa. Na tuone uwekezaji mkubwa unakuwa kweli kwenye hilo jambo ambalo litatusaidia sisi kwa sehemu kubwa sana. Lakini jambo jingine, maendeleo ya barabara zetu hizi tunavyoziangalia, tuangalie mwaka huu tunasikitika foleni. Lakini 2027 mnafahamu kuna nini? Kuna AFCON. Na mnafahamu watu walivyo na ushabiki na mpira. Hata tukimbizane hapa. Ni jambo ambalo litaipa Tanzania taswira ya ziada. Taswira mpya. Watu watajaa hapa. Sasa amejaa hapa, anajikuta anasafiri kutoka pale mjini mpaka hapa kwa muda wa masaa mawili. Kwa mfano kama sasa hivi Kigamboni, kuna taarifa rasi alishaniwasilishia. Kigamboni ni mji mzuri, lakini kufika kwake kutoka mjini pale ni kama mji umejifunga. Sasa ndio maana juzi tumesema ni kweli kwamba bandari sasa ina operate vizuri, inafanya kila kitu. Lakini ni muhimu sisi, na kama wenzangu pia walivyozungumza, tukaendelea kuwaza kuhusu kuunlock hiyo changamoto. Ingawa changamoto nyingine, ukweli kabisa, ambayo pia na yenyewe hii imekuwa na changamoto nyingine, ni kwamba tumezifukua barabara zote kwa pamoja, lakini kuna zingine ambazo wale wakandarasi kama wenzangu walivyozungumza wamesinzia. Wakandarasi wamelala kabisa, wanataka mpaka washtuliwe mpaka wafanye hivi. Nilikwenda siku moja kwa Wachina fulani huko, yani ni tatizo kabisa. Sasa je, unajiuliza tatizo ni kujenga barabara kwa pamoja? Wala hiyo sio tatizo. Ila tatizo ni namna kumpata mkandarasi ambaye atakuwa ni sahihi kwa maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa ujumla wake. Sasa tukienda kwa namna hiyo itasaidia sana. Na wastahiki mamea kutusaidia kupitisha yale mamikataba yenu mle ndani ambayo yanahusu maendeleo ya mle maeneo ya yale ndani ya halmashauri zenu. Naamini mstahiki meya wa Kinondoni ni Senator Sanisini. Nafikiri unakuwa mnapeana training ndogo ndogo. Unaongea, maana kuna sehemu zingine unaweza kukuta kuna mgogoro labda wa meya sio na mkurugenzi, ambao siku hizi kwa kweli jambo hilo hatulitarajii. Unajua zamani wewe mstahiki meya Songoro umeshaingia kwenye hii kazi, angalau umekushaona. Sasa sisi wengine wageni kuna makubwa mawili. Unaweza kaingia ukasema kwa hiyo hamna hela zaidi ya hapa. Kuna mbunge mmoja nilimsikia bana anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Mbunge anasema kwa hiyo ndio hivi tu. Nafikiri wabunge mnaweza kama mmeona hilo kwamba hiyo moja ya kazi mnayofanya. Mimi wanarudia mara zaidi. Nadhani nyinyi wenzangu mnaweza kuwa mmeona. Moja ya kazi nzito kweli kweli inayohitaji moyo wa kujitolea tu ni hiyo kazi mnayoifanya. Lakini wananchi by perception huku wanajua nyinyi ni mamilionea. Na kila jambo ambalo wakifanya wanasema mbunge atafanya. Sasa hicho kitu kinaweza kawepo kwenu nyinyi mamea. Kwa hiyo ukajikuta labda meya kila siku unagombana na mkurugenzi. Kisa bwana nisaidie hela hii. Bwana hapa hamna. Unarukia kwa mkuu wa idara. Kwa idara hebu leta hela hii. Kwa idara sina. Tayari unakuta meya, mkurugenzi, kwa idara hamwendi pamoja. Kisa nini? Kwa hiyo mkielezana vizuri mnakuwa mnajua tu. Mnakuwa mnajua uzuri katika nyakati ambazo mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na wakurugenzi wazuri kabisa ambao wanatoa ushirikiano mzuri kabisa, ni nyakati kama za leo. Hao wote wala mimi wala siwasifu kwa sababu wako hapa. Hapana. Hakuna jambo ambalo kama mkuu wa mkoa tunaweza tukazungumza na lisifanyike.
Lakini kuna wakati ilikuwa inafika hapa, mkurugenzi amevaa tai anasimama kama vile sijui ni mtu gani, halafu na mkuu wa wilaya naye anasimama kama sijui ni kitu gani, meya naye atasimama. Kwa ni mgogoro wa kwenda mbele, meya anaongea hiki, mkuu wa wilaya kile, mkurugenzi hiki, RC akija na anaongea kile. Sasa mwisho wa siku inakuwa sio nchi, bali inakuwa ni kama kituo kidogo cha kivita. Lakini kwa Dar es Salaam tukipata wasaidizi, mimi nimetaja wakurugenzi, nimeanzia mbali kule kwa kuwa ndio mnaofanya nao kazi karibu na mamea. Lakini mimi kwangu mpaka niende nikasigane na mkurugenzi nitachelewa sana, kwa sababu na mkono wangu wa kushoto huu hapa katibu tawala, yeye ndiye atakayesigana kule moja kwa moja, au mimi pia na mkono hawa wa wakuu wangu wa wilaya, wao ndio watasigana huko moja kwa moja. Lakini lazima tuishi kwa mashirikiano, kwa sababu vipande ambavyo tumepewa vya kuvitawala havihitaji kila mtu atawale peke yake, vinahitaji tushikamane. Kuna wakati tulikuwa tunazuia wakina dada poa wale, nadhani tulikuwa tunafanya kazi moja nzuri sana. Sasa wale nao walikuwa wajanja sana, wanaondoka Kinondoni wanaenda kusimama kwenye mpaka wa Kinondoni na Ubungo. Sijui nani anawafundisha, lakini tukienda pale anasema kwani sisi tuko Kinondoni? Sisi tuko Ubungo hapo. Na anajibana Sinza pale somewhere hivi, Sinza pale. Huku ni Ubungo, ni Kinondoni, huku ni Sinza. Huku ni Ubungo. Hata anasema Ubungo hiyo kitu sio, hawajakataza. Kwa hiyo ukifanya kazi peke yako hapa, utajikuta unachokifanya hakijulikani, hakina matokeo ya mpaka mwisho, kwa sababu kila mmoja anafanya kazi peke yake. Kwa hiyo Katwala, kwa yale yote ambayo wenzangu wameyashauri, nadhani muhimu sana tuyaandike, tupate ile karablasha, tuwatawanyishie, tuwape kwa kila ambacho tumekubaliana, halafu tuendelee. Chama cha Mapinduzi pia kupitia katibu wetu wa chama amezungumza kuhusiana na masuala ya chama pia kuendelea kupigwa mawe katika mambo hayo. Akipigwa mawe chama, maana anapigwa Mheshimiwa Rais. Na huku nje wao wanachokiona kwenye kila jambo nasema Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais. Kwa sisi watendaji tukiwa laissez faire tu, kwa jambo lolote lile, matusi na mawe yanakwenda kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hili ni jambo moja la muhimu, kwamba tunapotekeleza haya mipango yote ya maendeleo, ni muhimu sana pia kuangalia kwamba tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha tunafanya maendeleo ambayo yanawahusu watu. Ndugu zangu, naomba nisiwacheleweshe, lakini toe tu tangazo pia kwamba tuna kilele cha siku ya wanawake, na sisi maadhimisho ya siku ya wanawake duniani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam itafanyika katika viwanja vya Barafu, halmashauri ya manispaa ya Ubungo, tarehe 8 Machi 2026. Kwa hiyo niwakaribishe wananchi wote, tushirikiane. Siku hii ni muhimu, tufike kuanzia asubuhi, na mwenyeji wetu ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Sasa sijui kwa nini wamepeleka sikukuu hii kwake, lakini nadhani itakuwa ni ufanisi wa namna ya kuongoza kundi hili. Wajua kwa wangu wilaya wana mambo ya ajabu sana. Sasa huyu jamaa amevaa barakashia na kanzu. Mimi natoka kwenye chakula pale na mkuta amepanga foleni. Sasa namuuliza. Sasa namuuliza, sasa nilisahau mavazi niliyovaa. Sasa kwa hiyo ni muhimu kujua mavazi. Na Mpogoro naye akaenda akavua kofia akaja akala kwanza ndo akamasa. Kama wala nzuri mkaiga kwa mkoa yake ndio Kigamboni haja bata hijabu. Basi mimi baada ya kusema haya, ndugu zangu, niwashukuru sana na niwatakieni kila laheri, na asanteni sana kwa kikao hiki. Tumekiahirisha mpaka hapo tutakapoitwa. Asanteni sana.